ni Biblia ambayo asili yake sio kutoka kwa Mungu. Nimesema hayo na leo narudia tena kwamba Biblia ya Kanisa Katoliki, yani hii hapa, haijatoka kwa Mungu. Kwa mujibu wa Biblia na mchimbaji wa kina wa mafundisho ya Biblia huko hivi, Biblia imeandikwa na waandishi takribani 40, na waandishi hao 40, waandishi wote walikuwa ni Waebrania kasoro waandishi wawili peke yake. Waandishi hao wawili, mmoja alikuwa ni Mungu mwenyewe na mmoja alikuwa ni mwanadamu ambaye alikuwa ni Dr. Luka. Na tuone ushahidi kwamba Mungu pia ni mwandishi wa Biblia katika Kutoka sura ya 31 mstari wa 18. Kutoka sura ya 31 mstari wa 18. Hapo Bwana alipokuwa amekwisha kuzungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao mbili za ushuhuda, mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu, yani kwa kidole cha Mungu. Kwa Mungu mwenyewe alihusika kuandika kwa kidole chake. Na maneno ambayo aliandika ni yako wapi? Kutoka sura 20 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 17 ndio maneno ambayo Mungu aliandika kwa kidole chake. Sasa Biblia ya asili, Biblia ya kwanza duniani iliandikwa ikiwa na vitabu 66, Agano la Kale ikiwa na vitabu 39, lote liliandikwa kwa lugha ya Kiebrania, kasoro sehemu chache zifuatazo. Sehemu chache zenyewe ni katika Ezra sura ya 4 mstari wa 8 mpaka wa 6, alafu sura ya 18 mstari wa 7, alafu sura ya 7 mstari wa 12 mpaka 26, na Danieli sura ya pili mstari wa 4b mpaka 7 na sura ya 28. Kwa hiyo Agano la Kale lote liliandikwa kwa lugha ya Kiebrania na sehemu chache nilizokutajia ndio ziliandikwa kwa lugha ya Kiaramu, sio Kiarabu, Kiaramu. Na Agano Jipya sasa liliandikwa kwa lugha ya Kiyunani. Kiyunani ni maana yake ni Kigiriki. Sasa vitabu hivi ambavyo vimeandikwa katika Agano la Kale liliandikwa na Waebrania kama nilivyotangulia kusema, na Wayahudi wanalifahamu jambo hilo. Wayahudi wanalielewa jambo hilo. Na ikumbukwe nimetangulia kusema Biblia yote vile vile imeandikwa na Waebrania kasoro wawili. Mmoja ni Mungu ambaye hana kabila, mmoja ni Daktari Luka. Luka ambaye ni daktari, huyu Luka, ili kupata ushahidi, ili kupata hakikisho kwamba unachozungumza ni sahihi, ilibidi uandishi wake utokane na Wayahudi. Yaani Mungu alimuongoza, Roho Mtakatifu alimuongoza Paulo, alimuongoza Luka kuandika kitabu kupitia kuwauliza wale waliokuwa pamoja na Yesu. Miongoni mwa walioulizwa alikuwa mama yake Yesu na mitume ambao ndio walikuwa mashahidi wa kuyaona mambo yale aliyokuwa anayatafiti Luka sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyotualifia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo, kama walivyotuhadithia. Maana yake Roho Mtakatifu alimtumia Luka kuandika kupitia kuhadithiwa na wale waliokuwa mashahidi ambao walikuwa ni mitume pamoja na Mariamu ambaye alishuhudia mambo hayo ambayo Yesu Kristo aliyafanya. Na kitabu cha Luka, kitabu cha Matendo ya Mitume ambacho naye vile vile aliandika, kilitokana na kuona waziwazi kwa macho ya damu na nyama jinsi kanisa lilivyoanza na namna ambavyo kanisa liliweza kusambaa. Na yeye alikuwa anaona, alisafiri na Paulo, aliona namna injili inavyokwenda. Kwa hiyo aliandika kutokana na ushuhuda wa wazi. Sasa
nimezungumza na tena narudia tena. Biblia ya Mungu imeandikwa na Waebrania, na Biblia hii ina vitabu 66 na ina sura 1189, ina aya au mistari 1031,101 na ina maneno ya kutamkika 783,137 na ina herufi za kutamkika 3,566,480. Hiyo ndiyo Biblia ya Mungu. Sasa hii Biblia ya Kikatoliki imetoka wapi? Ikumbukwe mpaka Biblia inakamilika, Biblia ambayo imeandikwa kwa takriban miaka 4,000, Biblia mpaka inakamilika mwaka wa 100 baada ya Kristo, hakukuwako na vitabu vilivyoongezwa katika Biblia ya Katoliki. Vimetoka wapi? Mitume hawakuwahi kujua vitabu hivi, hawakuwahi kuviona vitabu hivyo, havikuwahi kujumuishwa katika sehemu ya kwamba hii ni Biblia, havikuwahi kujumuishwa. Mitume hawakukubali, hawakuona jambo hilo. Kanisa la kwanza hawakuona jambo hilo. Mababa wa kanisa hawakuona jambo hilo. Wazee walioheshimika nyakati za kanisa la kwanza hawakukubaliana na jambo hilo. Swali, vitabu hivi 7 viliingia wakati gani? Na hivi vitabu vinajulikana kama vitabu vya nini? Agano la Kale mwisho wake kuna kitabu kinaitwa Malaki, na kutoka Malaki kwenye kitabu cha kwanza cha Agano Jipya kinaitwa Mathayo. Kutoka Malaki mpaka Mathayo kuna umbali wa miaka 400. Yaani kutoka nabii Malaki kuandika mpaka kitabu cha Mathayo kuandikwa ilipita miaka 400. Hapa katikati Mungu hakuwahi kusema na mwanadamu. Mungu hakuwahi kumtuma nabii yoyote. Mungu hakuwahi kumtuma mtume awaye yote. Katika kipindi hiki cha miaka 400 walizuka watu waliosema Mungu kanituma. Mungu kanituma. Vitabu hivyo vilivyoandikwa kwenye kipindi hiki vilikataliwa na Wayahudi. Na ikumbukwe waziwazi, imani ya Ukristo, imani inayotokana na Biblia, chanzo chimbuko ni Wayahudi. Yesu alisema katika Yohana sura ya 4 mstari wa 22. Yesu alisema hivi, Yohana sura ya 4 mstari wa 22. Ninyi, Yohana 4:22 anasema, ninyi mwabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Wokovu unatoka kwa Wayahudi. Kumbuka chimbuko la wokovu ni Yesu ambaye yuko kwenye Biblia, na Yesu ni Myahudi. Imani ya wote wanaoamini Biblia, Biblia yenyewe imetoka kwa Wayahudi. Imani inayotokana na Biblia imetoka kwa Wayahudi. Kwa Biblia imeandikwa na Wayahudi. Na hata huyu Luka ili athibitishwe kwamba ni halali alichoandika, ilibidi apate ushahidi kutoka kwa Wayahudi, ndiyo ikawa halali. Vitabu hivi vilivyoandikwa katikati ya takriban miaka 400, vitabu hivi vilikataliwa na Wayahudi. Na ndio maana kwenye Biblia ya asili ya Kiebrania, Agano la Kale, vitabu hivi 7 havipo mpaka leo ninavyozungumza, havipo. Ilikuwaje sasa vikaingizwa vitabu hivi vinavyoitwa vitabu vya Apokrifa, ambavyo Wayahudi wenye Biblia yao walivikataa? Vilikuwaje viliingizwa? Sasa hapa naleta historia. Biblia imemalizwa kuandikwa mwaka wa 100. Mwaka wa 100 baada ya Kristo. Na kitabu cha mwisho kilichoandikwa kinaitwa Ufunuo wa Yohana. Na mwisho wa kitabu hiko Biblia inasema usiongeze wala usipunguze. Ufunuo wa Yohana 22 mstari wa 18 mpaka 19. Biblia inasema usiongeze wala usipunguze. Katika kipindi hiki mpaka Yohana anafariki, anauawa, anakufa kikawaida baada ya kutafuta kuuawa kwa kila namna. Kumbuka Yohana alichomwa kwenye mafuta, hakufa. Alichoma mikuki ilipinda. Alikatwa mapanga alishindwa kumuua. Mwisho yote wakamtupa kwenye kisiwa kinachoitwa kisiwa cha Patmo ili aweze kuangamia huko, na hakuangamia. Na Bwana aliweza kumrudisha katika ardhi ya Uturuki na akafa katika kifo cha kawaida. Katika kipindi hicho Ukristo ulikuwa unapigwa vita na dola inaitwa dola ya Rumi. Miaka ikaenda, kanisa likateseka.
kanisa likaumizwa, watu wakauawa, watu wakachomwa moto, watu waliteswa na kuteswa kwa miaka nenda miaka rudi. Na mara baada ya kuteswa hivyo, mwanzoni mwa miaka wa 300, yani karne ya 3 tangu Yesu Kristo amezaliwa, mwaka wa 312, aliyekuwa mfalme katika dola ya Rumi anaitwa Konstantini aliokoka. Na alipokuwa ameokoka, akaamua kuifanya rasmi dini ya Ukristo kuwa ni dini ya serikali yake. Yani ukitaka kuingia kwenye serikali, kwa mfano kama leo, ukitaka kuingia kwenye serikali ya Mama Samia, labda uwe Muislamu kwa mfano. Yani imani ya Mama Samia ifanywe kuwa ni imani ya taifa. Kwa hiyo Konstantini akaifanya imani ya Ukristo kuwa ndio imani ya serikali, ndio imani ya taifa, ndio imani ya dola yake. Kwa hiyo kilichotokea, watu waliifanya kuwa ni Wakristo wakati wengine walikuwa ni wapagani tu kabisa. Na Wakristo wengi sasa na wapagani wengi waliingizwa kanisani, waliingia kanisani na masanamu yao na makorokoro yao, na hatimaye yakaonekana masanamu mengi ambayo yanaonekana sasa katika kanisa hilo. Sasa miaka hiyo ya 300, kanisa Katoliki kuendelea mbele kutoka mwaka 312 mpaka mnamo kama mwaka 1500 walikuwa wameibadilisha Biblia yote kutoka kwenye lugha ya Kiebrania na Kiunani kuleta kwenye lugha ya Kilatini, huku akisema lugha ya Kilatini ndio lugha takatifu. Na katika kipindi hiko wana historia wanajua kwamba mtu alikuwa, ili asamehewe dhambi, kulikuwa na kitu kinachoitwa cheti cha msamaha. Unatoa sadaka kiwango fulani, hatimaye unapewa cheti cha kukufuzisha, cha kukufanya wewe umefuzu, umesamehewa dhambi, unapewa na cheti. Sio hilo tu. Katika kipindi hiko kulikuwa na ngazi fulani kule Rumi, ngazi takriban 28 ambazo waliambiwa vile vile kwamba ili uweze kupata msamaha wa dhambi unapaswa ushiriki pamoja na mateso ya Yesu Kristo. Unashirikije mateso hayo? Unapanda katika ngazi hizo ambazo zilikuwa na vyupa vidogo vidogo, unapanda kwa magoti ili ushiriki mateso pamoja na Yesu. Martin Luther wakati huo alikuwa ni padri wa kanisa Katoliki, alifanya hayo. Hata pamoja na kufanya, aliposhuka hakuona amani yoyote ndani ya moyo wake, hakuona raha yoyote, hakuona kwamba ametuliwa mzigo wote wa dhambi kwa namna yoyote, akajiona bado anaendelea na hukumu. Siku moja nakumbuka wakati huo kanisa Katoliki lilikuwa limefanya watu wasio wasomaji wa Biblia. Watu waliaminishwa kwamba Biblia ni kitabu kigumu, huwezi kukielewa. Kwa hiyo unatakiwa usomewe alafu ueleweshwe kutokana na viongozi wako kwamba ni mapadri. Kwa hiyo aliyekuwa na nafasi ya kusoma walikuwa ni mapadri, na Martin Luther alikuwa ni miongoni mwa hao mapadri, kwa hiyo akawa na access ya kuweza kusoma. Sasa Martin Luther alisoma maandiko kadha wa kadha. Miongoni mwa andiko ambalo iliclick katika moyo wake lilikuwa ni Warumi sura ya 1 mstari wa 17. Warumi sura ya 1 mstari wa 17. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Martin Luther, neno hili lilipiga kelele ndani mwake kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Siku hiyo tena alipopanda katika ngazi zile, alipofika katikati ya zile ngazi, akasikia sauti inamwambia, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Luther akashuka katika zile ngazi, akaanza kusema Ukatoliki ni uongo. Na ikumbuko ulitakiwa ukipanda zile ngazi unatakiwa usimalize ngazi zote. Na ukiziishia katikati ni kama waliaminishwa, ni kama unaweza kupata laana tu fulani ukaanguka ukafa huko. Martin Luther akashuka akasema ni uongo. Akaondoka akaandika makosa 95 kukosoa kanisa Katoliki. Akaenda kubandika kwenye jengo moja kule Ujerumani. Hapo ndipo moto ukaanza kuwaka juu yake. Akaanza kutafutwa ili aweze kuuawa. Martin Luther akajificha kwenye pango. Akaanza kutafsiri Biblia yote, Biblia ya Agano Jipya yote kutoka katika lugha ya Kilatini na kaileta katika lugha ya Kijerumani, kwa sababu yeye alikuwa anajua Kilatini na Kijerumani. Yeye hasa ni mkazi wa taifa wake ni Mjerumani. Akaandika Biblia yote kutoka kwenye lugha ya Kilatini na kaileta katika lugha ya Kijerumani. Kule kwenye pango akawa anaandika vitabu vinavyohusu Injili, na akakuandika huko vitabu vikao vinatoka na kuweza kuwafikia watu. Na katika kuwafikia watu waliipokea imani ya wokovu ya Martin Luther wakati Luther mwenyewe haonekani.
Watu wakamezwa na imani ya Martin Luther. Watu wakaanza kuifuata imani ya wokovu. Nguvu yake ilipokuwa imesambaa kwa nguvu kubwa sana, ilibidi sasa kanisa Katoliki waitane. Na ukumbuke mambo hayo Martin Luther aliyefanya mnamo mwaka 1517 kuendelea. Ilibidi waitane kwenye baraza linaloitwa baraza la Tenti. Walipokuwa wameitana katika baraza hilo ni baraza ambalo linahusika kutatua migogoro fulani fulani, kurekebisha mambo fulani fulani ambayo hayajakaa sawa sawa kikanisa. Kwa hiyo wakakusanyika. Akili hata haikutimia ili kuweza kufanya maamuzi yao. Wakashauriana tunafanya nini ili kuweza kumdhibiti huyu Martin Luther. Tunawezaje, tunafanyaje ili kuweza kudhibiti imani yake, kwa sababu inapamba moto, watu wanaiamini, inakuwa namna hiyo. Tunamfanyaje mtu? Ndipo wakakubaliana kwamba waongeze vitabu ndani ya Biblia ya asili ambayo ina vitabu 66. Wakasema waongeze vitabu, na kwa kuongeza vitabu hivyo waliamini kwamba Martin Luther lazima atapinga vitabu hivyo, na kwa kupinga vitabu hivyo wao wapate fursa ya kumtangaza Martin Luther kwamba huyu ni anathema, yani amelaaniwa, huyu ni mpagani. Maana yake kanisa Katoliki ndio lilikuwa kanisa ambalo limesambaa kuliko Martin Luther ambaye alikuwa anaanza, na automatic ilikuwa ni wajibu kuwasikiliza. Ilikuwa inaonekana ni haki kuwasikiliza hawa wengi kuliko kumsikiliza Martin Luther, kwa sababu anaonekana ni kama mpagani tu fulani. Kwa hiyo wakasema tuingize vitabu. Katika kuingiza vitabu sasa wakaingiza vitabu 7. Na vitabu hivyo lazimika kuvisoma sasa. Kitabu cha kwanza kinaitwa Tobiti. Kitabu cha pili kinaitwa Yudithi. Kitabu cha tatu kinaitwa Makabayo wa kwanza. Cha 4 Makabayo wa pili. Cha 5 kinaitwa Hekima ya Sulemani. Cha 6 kinaitwa Hekima ya Yoshua bin Sira. Cha 7 kinaitwa Baruku. Naomba unisikilize kwa makini. Lakini sio hilo tu. Biblia hii ya Kikatoliki imeongeza mistari, imeongeza sura katika baadhi ya vitabu ndani ya Biblia. Mfano, katika Biblia ya lugha ya asili ya Kiebrania, kitabu cha Danieli kinaishia sura 12, lakini kwenye kitabu cha kwao, kwenye hii Biblia ya kwao kuna vitabu 14. Kuna sura 14. Wakati kwenye Biblia ya lugha ya Kiebrania, Biblia ya asili ambayo ndio ya Mungu, ina sura 12 ya kitabu hicho cha Danieli. Sio hilo tu. Sura ya 3 ya kitabu cha Danieli, sura ya 3 ina mistari 30. Ina mistari 30. Sura ya 3 ina mistari 30. Lakini hii Biblia hii ya Kikatoliki ina mistari 90. Sio hilo tu. Sio hilo tu. Kitabu cha Esther. Kitabu cha Esther mwishoni sura ya mwisho ni sura ya 10. Sura ya mwisho ni sura ya 10 ambayo ina mistari 3 tu. Ina mistari 3 tu. Ina mistari 3 peke yake. Ngoja tuangalie kwa haraka hapa. Ina mistari 3 tu. Labda nisome hapa. Niangalie hapa. Esa sura ya 10 ina mistari 3. Lakini hii Biblia ya Kikatoliki ina mistari 30. Hii Biblia ina mistari 30. Imeongezwa. Sasa Wakatoliki wenyewe kwenye Biblia yao wanasema vitabu hivi 7 ni vitabu ambavyo wameviongeza wenyewe, lakini kwenye Biblia ya asili hakuna vitabu hivyo. Sasa ninasoma katika Biblia ya Kikatoliki katika mwanzoni katika dashboard au katika mahali ambapo unaona Agano la Kale na Agano Jipya kwa chini, inasema maneno haya. Vitabu 27 vya Agano Jipya tumevipokea katika lugha ya Kigiriki. Agano la Kale kadiri ya orodha rasmi ya Kanisa Katoliki lina vitabu 46. Hiyo ni kwa mujibu wa Kanisa Katoliki. Lugha asilia ina vitabu vingapi? Lugha asilia ya vitabu 39 ni Kiebrania. Lugha asilia, maana yake vitabu vya asili ni 39 na vimeandikwa kwa lugha ya Kiebrania, si vinginevyo.
na sehemu chache nilizokutajia pale mwanzo wakati nafundisha ni sehemu fulani za kitabu cha Ezra sura ya 4 mstari wa 8 mpaka wa 6, sura ya 8. Na ukiangalia katika tangulizi mbalimbali, kwa mfano katika kitabu hiki kinachoitwa Tobiti, kwa mfano katika kitabu kinaitwa Tobiti kinajieleza chenyewe katika kitabu kile. Tukiangalie kwa haraka utaona mwanzoni tu wakisema chenyewe kwamba hichi kitabu tusome kitabu cha Yudithi, tuachane na yote hivi vinajieleza tu pale mwanzoni kwamba ni vitabu ambavyo vyenyewe vinakataa kwamba hivi havitoki kwenye lugha ya asili, vinajisema havitoki kwenye lugha ya asili. Sasa kwa mfano vitabu vya wa Makabayo, kwa mfano inasema vitabu viwili vya Makabayo havikupokelewa na Wayahudi. Unasikia? Havikupokelewa na Wayahudi. Wayahudi ndio wenye Biblia yao. Havikupokelewa na Wayahudi na Waprotestanti katika orodha yao ya vitabu rasmi. Wayahudi hawakuvipokea, walivikataa. Kama wenye Biblia wanavikataa, wewe umetoa wapi Mkatoliki? Wewe kanisa Katoliki umetoa wapi vitu hivi? Hivi vitu ni vitu havitokani na Mungu aliye hai. Ndio maana Biblia inasema ibada hizi ni za kujitungia. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 23. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 23. Ibada hizi zinaitwa ibada za kujitungia. Vitu ambavyo vimepokelewa kutoka kwenye mapokeo ya kibinadamu tu. Wakolosai 2:23 inasema mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe. Ni ibada mliojitungia wenyewe. Yesu Kristo leo anasema utoke katika namna yoyote ya kujitungia. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8, toka katika mapokeo ya kibinadamu. Haya ni mambo yaliyotungwa tunakuingizwa kibinadamu. Biblia halisi ya Mungu aliyefinyanga mbingu na dunia ni Biblia yenye vitabu 66 full stop. Biblia yenye zaidi ya vitabu hapo sio Biblia ya Mungu. Biblia iliyobadilishwa sio Biblia ya Mungu. Biblia imesema, Mungu amesema katika Mithali 35, usiongeze katika maneno yake. Biblia ni neno lililohakikishwa. Ni neno halitaki kuongezwa wala kupunguzwa. Ufunuo 22:18 mpaka 19. Wakolosai 2:8, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure. Na elimu ya bure maana yake elimu haina maana, elimu isiyo na msaada. Elimu yake ya bure. Na